We have never seen a government office being locked down to the members of the public. While we are the employees, we are taxpayers, we come from that county. Surprisingly, you can see the kind of arrogance Nyoro has. How can you take 60 million and you pay to a government institution to install street lights while you are owing us money? He could have paid some of us and give the same money to them. What Nyoro is doing is contrary to the presidential directive that all pending bills should be taken care of. And we know Nyoro recently he got 400 million. What is he doing with that money? Generally, we are asking for about 400 million Kenya shillings. And we are telling you, back 2017, there is no any single street light you see in Kiambu which had been paid. And these street lights, hata ukipita huku siku yote inaona. Tumepewa completion certificate, LPO tuko nayo. We want to ask a question. Is there any government officer who can commit an LPO without a vote? What happened with that money? And furthermore, you should understand this. There is no any commitment for Nyoro for any development which is going on in Kiambu. If you talk of Githurai market, that's World Bank money. If you go to Thika, all the carpeting of Thika, it's World Bank money. If you go to Gashie, that is World Bank money. We would like to see and to tell Nyoro to tell us what he had been doing with that % of development in Kiambu. And we are challenging him through the county assembly. We are not going to stop there. We are going to see DCI and ECC for the same, because you cannot have a company which was registered in February 2019 being paid over 50 million while here some of the contractors are dying and they are being auctioned and they have inspected that work. But because you don't have that 10%, wametukura tumeisha, you cannot be paid. We are going to instruct our lawyer to write to Treasury and to Minister of Devolution, and we're going to give a copy to the Senate. Okay? If he's not going to comply or to reply to us within 14 days, we are capable even storming that county office, even blocking Nyoro from leaving his house. Amekuja kwa vija katukuta na bado tuko na akitutesa bado tuko. Amefanya ofisi kama ya Hitler. Ate aidha kwa hoteli ama wapi, ate hawezi, hakuna mtu anaweza ingia huko ate sababu ya ate kuna corona. Ndugu yangu, hata state house tunatembea na tunakubaliwa kuingia, wacha county government ya Kiambu. Kwa hivyo sisi tunaomba pesa yetu tulipwe, sababu tumefanyia kazi, na kama si hivyo kutoka sasa hakuna kurudi nyuma, tunaendelea mbele kama vile mwenzangu amewaambia. Tunawaita after 14 days tutakuwa tumejua the next move ile tutafanya. Sisi wote hapa tuko na notice ya auction. Pesa ulichukua 2017 2018, na hata sasa wengine umelipa, na ile pesa ulikuwa ya mambo ingine unalipa hii, lakini sasa imekwisha. Tunamalizwa tu na serikali yetu. Hata wale watu walikuwa wamejifanyia kazi yake, tunamalizwa tu na serikali yetu na wenzetu, na mtu haoni kama hiyo ni kitu. Kama mimi mama nikaenda Kiambu, nikaomba kazi wakati huo na nikapewa. Nimeweka mataa kwa ward ya Kidhombokoni, na hata saa hii mkienda mtakuta inawaka. Kutoka wakati tuliweka hiyo mataa, tumejaribu kudai mpaka siku ya leo hatujapata pesa yetu. Juzi nimeenda huko nikauliza, jameni, niko na loan, banki na nikibisha, simnisaidie nipate pesa kama mama. Nyumbani sina amani, kwa sababu ulifanya kazi na ukaahidi nyumbani hii biashara italipwa kwa sababu ni biashara halali. Nikaambiwa ati kuna auditor walikuja huko wakaangalia kazi na zimekuwa condemned. Nikawauliza imekuwa condemned kwa nini, na ukienda kwa site mataa inaonekana na inawaka. Tunaomba tu rais, kama mimi mama naomba tu, sababu alituambia na alituahidi tufanye kazi na 30% ukweli tunapewa na tunafanya kazi. Tunaomba tu tulipwe, na tunashukuru na tunapenda rais wetu sana kwa sababu ameshikilia wamama sana. Tunampenda sana sana, na tunaomba gavana wetu huyu amekuja,
tafadhali, labda kuna watu wanamwambia hatujaweka mataa. Tafadhali, imefanyiwa inspection mara kama 3, akiambia watu waende kwa site wanakuta tumeweka mataa. Maybe anapewa the wrong information. Hata yeye mwenyewe siku moja anaweza enda huko angalia ukweli tuliweka hiyo mataa, na ataona ukweli tuliweka mataa, na vile president anasema pending bill ilipwe, akubali tu kutulipa tuweze kulipa madeni na watoto wetu waende shule. We want to be in a print media. Kujipanga hapa. Kandeti ya hapo zimazini. Ultima ya ndio tumekuwa kwa ngoma. Ndio ndio hiyo karibu sana.